uwe vile alivyokutamkia maneno. Anataka uwe vile alivyokutamkia maneno yake. Anataka uwe kama vile alivyokutamkia maneno yake. Anataka uwe na maisha kama yale aliyoyatamka. Kwa hiyo adui yangu anataka niwe maneno aliyonitamkia. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi 41 mstari wa 5. Kwa hiyo akitamka kwenye ulimwengu wa roho kwamba mzee Frank aume kichwa, anataka akione kichwa kinamtesa mzee Frank. Akisema uparalyze, anataka aone umeparalyze. Zaburi 41 mstari wa 5, Biblia inasema aliye adui yangu ananitaja kwa maneno mabaya. Anasema atakufa lini ili jina lake lipotee. Kwa hiyo adui mpango wake mkubwa ni kunifanya niishi vile anavyotaka yeye. Na elewa, silaha ya adui yangu au silaha ya adui yako anayepambana na wewe ipo kwenye maneno anayoyatamka juu yako. Na lengo la kukutamkia maneno hayo ni ili wewe maisha yako yageuke kuwa yale maneno aliyokutamkia. Kwa hiyo anapotamka maneno ni ili maisha yako yageuke yawe yale maneno aliyokutamkia. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Kwa mfano akisema ufe, anataka aone maneno hayo yanatimia kwako. Kwa mfano akisema usifanikiwe katika kila utakachokifanya, anataka aone wewe maisha yako yote unaishi maisha yasiyo na mafanikio. Na maisha hayo ndiyo maisha ambayo watu wengi ndiyo tunayaishi bila kujua, bila kuelewa kuwa maisha yangu haya ni maneno ya maadui zangu. Na mchana wa leo, hebu sema adui yoyote aliyenitamkia maneno kwamba yale maneno aliyotamka ndiyo maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, imani yangu leo itaniokoa, itaniponya na maneno yao kwa jina la Yesu. Sema amina. Kuelewa kwa maneno hayo anayotamka huwa hayafanyi kazi bila roho. Kwa hiyo kazi ya adui yako ni kukutamkia maneno mabaya ambayo ameyataka yakupate, ila hayaji maneno tu, bali yanakuja maneno pamoja na roho inayofanana na maneno aliyoyataja yaje kwako. Akitamka maneno hayaje maneno, bali yanakuja maneno hayo pamoja na hiyo roho inayofanana na maneno aliyoyatamka. Kwa mfano akisema ufe, maana yake kitakachokuja kwako linakuja neno ufe, linaambatana na roho ya mauti.
Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo kazi ya adui yako yeye ni kutamka maneno, lakini nyuma ya yale maneno yanakuja na roho aliyoitaka ije ikupate. Kwa mfano akisema huyu asiolewe, inakuja roho ya kutokuolewa. Sema amen. Inakuja roho ya kutokuolewa, inakuja kukaa kwako. Kwa hiyo ndani ya maneno anayoyatamka adui yako ipo roho iliyojificha inayofanana na maneno aliyoyatamka. Kwa mfano mchawi huyu, Hesabu 22 mstari wa 6. Isome Biblia yako. Kwa hiyo kazi ya adui yako yeye ni kutamka maneno, lakini nyuma ya maneno aliyotamka yale yanakuja na roho aliyoitaka ije ikupate. Kwa mfano akisema huyu ametamka huko sasa, nimesema asiolewe, asifanikiwe, anataja kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kishataja kuna asiolewe, inakuja roho ya kutokuolewa kukaa kwako, inakuja roho ya kutokufanikiwa kukaa kwako, inakuja roho ya kutokupata kazi, inakuja kukaa kwako, inakuja roho ambayo inafanana na yale maneno ambayo umetamkiwa na huyu adui. Soma sasa Hesabu 22 mstari wa 6. Ndio. Basi njoo wewe na kusihi. Basi njoo wewe na kusihi. Unilaanie watu hao. Unilanie watu hao. Kulani, laana ni maneno, ni matamko. Maana wana nguvu kunishinda. Maana wana nguvu kunishinda. Labda nitawaweza tupate kuwapiga. Labda nitaweza pate kuwapiga. Nitawafukuza wote katika nchi yangu. Amen. Sema amen. Kwa hiyo adui yako anapokutamkia maneno yake, huwa anataka uwe kama vile aliyokutamkia. Kwa mfano huyu Balaam ni mchawi, anakodiwa. Akishakodiwa, wakati uko anakokutamkia wewe unakuwa haupo, anauliza nataka tumfanye nini huyu? Mimi nataka apinde mgongo. Kwa kisema nataka apinde mgongo, linakuja pepo ambalo linafanana na maneno hayo. Sema amen. Sema amen. Kwa mfano kisema mimi nataka huyu awe bubu, linakuja pepo ambalo linafanana na yale maneno. Lazima. Kwa hiyo pepo bubu litapiga odi kwa mtu huyo. Huyu mtu mimi nataka awe masikini, linakuja pepo ambalo linahakikisha mtu anakuwa masikini. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Elewa, shetani anatembea kwenye mfumo wa Mungu. Kwa mfano Mungu uumbaji wake chanzo chake ni maneno. Alikuwa anatamka. Uumbaji wa Mungu ilikuwa ni maneno anatamka. Lakini sikiza, wakati anatamka hayo maneno yalikuwa yana roho. Soma kitabu cha Mwanzo 1. Kwa hiyo wachawi au shetani anatembea na mfumo wa Mungu. Mungu alipokuwa anatamka, ndio mchelewesha. Mungu alipokuwa anatamka, akitamka kwamba na iwe anga, liwe jua, ile roho yake ndiyo ilikuwa inatekeleza. Soma hapo haraka. Mwanzo 1 mstari wa kwanza. Ndio, mstari wa kwanza inasema, ndio, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa na tena tupu. Na nchi ilikuwa ukiwa, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Ndio. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sema roho wa Mungu. Sema roho wa Mungu. Tasikiza. Roho ndio inaumba.
ndio inatengeneza. Kwa hiyo Mungu yeye alikuwa anasema iwe jua. Roho alikuwa anakuja analileta jua. Sema amen. Endelea. Mungu akasema. Sasa angalia, Mungu akasema iwe nuru. Iwe nuru. Ikawa nuru. Ile roho ikaja ikaileta nuru. Roho ndio inopaleti maisha ya mtu. Sema amen. Amen. Na ndio maana Biblia inaweka wazi kwamba mwanadamu sio mwili. Mwanadamu ni roho. Na ndio maana roho iliyoko huko ndani mwako ndio maisha yako. Mungu aliposema iwe nuru, roho ndiye akaja akaileta nuru. Endelea. Mungu akaona nuru kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Sawa. Mungu akaita nuru mchana. Endelea. Na giza akaita usiku. Sawa. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema. Angalia hapo, Mungu akasema. Si nasema na watu hapa? Mungu akasema. Na ndivyo ilivyo pia wachawi wanasema. Mungu aliposema kikatokea, si kwamba kilitokea pale. Roho wa Mungu ndiye alikuwa na upaleti, ndiye alikuwa anafanya kazi. Kwa kama kuna roho wa Mungu, kuna roho wa giza. Na ndio maana mchawi yeye kazi yake ni kutamka. Mungu aliposema iwe nuru, yani vile alivyokutamkia ndivyo anataka ufanane na vile alivyokutamkia. Sema amen. Amen. Akisema uachike, unatakiwa ufanane na hilo neno la kuachika. Sasa alili neno tulile kutimia kwako, inakuja roho ya kuachika huyu mtu mpaka achike. Lakini wamesema tu. Mungu akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Akasema na tumuumbe mtu tu, mwanamke na mwanaume. Roho ya uumbaji ikatokea. Sio anaelewa unachosema? Unaelewa unachosema? Kwa hiyo adui yako kazi yake ni kuhakikisha unaishi maisha ambayo utafanana kama vile yeye alivyosema, alivyokutamkia. Yaani ufanane na yale maisha ambayo amekutamkia. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninakataa kufanana na yale maisha walionitamkia kwenye ulimwengu wa giza. Ninakataa leo kwa jina la Yesu. Malizia leo, endelea kazana kidogo hapo. Kwa hayo ni kama unachelewesha sana. Mstari wa 11. Ndio. Mungu akasema. Angalia. Mungu akasema. Sema Mungu akasema. Sema mchawi akasema. Afe. Mwambie ndani yako, mchawi amesema usifanikiwe. Mwambie mchawi amesema ufe wewe. Unasubiri nini? Amesema sasa. Kwa hiyo wanasema, wanatamka. Leo kwa jina la Yesu tunawapiga na Isaya 7:7. Nasema leo wanapigwa na Isaya 7:7. Nasema leo wanapigwa na Isaya 7:7. Nasema leo wanapigwa na Isaya 7:7. Neno hilo halitafanikiwa wala litasimama. Nasema neno hilo halitafanikiwa wala litamka wala litasimama juu yangu, juu ya familia yangu. Hiyo neno hilo, hilo neno lilosema hilo, hilo neno lilotamkwa hilo, hilo neno lao hilo. Isaya 7 anasema hilo neno halitasimama wala halita. Sema amina. Sema amina. Ndio kama mlipata soma
Mungu asema hivi. Neno hili halitasimama. Neno hilo mlilotamka kwamba mimi ni wakufa, nasema kwa jina la Bwana majeshi, halitasimama. Wala halitakuwa. Wala halitakuwa ng'o. Halitaonekana ng'o. Na halitaonekana ng'o. Ile neno lisisimame. Lisisimame juu ya maisha yako. Limesimama sana. Limekaa sana. Wala lazima liondolewe. Isaya 7:7. Tunapiga nao hilo leo. Neno hilo halitasimama. Wala halitakuwa. Amen. Sema amina. Sema amina. Sema wewe neno uliyetamkwa na wachawi. Sema na wachawi. Umekaa sana kwenye maisha leo hautasimama. Rudia tena mstari huu. Napenda sana Isaya. Isaya 7:7. Bwana Mungu asema hivi. Ndio. Neno hili halitasimama. Neno hili uliyetamka kiumbe halitasimama. Wala halitakuwa. Wala halitakuwa vile unavyotaka wewe, vile unavyoamua wewe, vile unavyopanga wewe, vile unavyojisikia wewe. Halitakuwa hivyo wewe. Leo inageuzwa kwa jina la Bwana majeshi. Leo inageuzwa. Tunageuza maneno ya kila namna leo. Hayatasimama. Wamenitaja kwa maneno mabaya. Hayo maneno mabaya leo ninabeba Isaya 7:7. Isaya 7:7. Maneno yenu hayo hayatasimama wala yatakuwa. Hayataonekana. Nasema yataonekana. Leo yanayeyuka leo. Hayo maneno pamoja na hiyo roho leo zinayeyuka. Sema amina. Sema kama nilivyotamka maneno. Na mimi leo natamka maneno. Sema natamka maneno. Sema natamka maneno. Sikiliza. Neno la Mungu ni amina na kweli. Sema amina kubwa. Kwa hawa wanasema kama vile Mungu alivyokuwa anasema iwe mbingu, inakuja roho inaileta mbingu. Sema amen. Na wao wanasema afe, inakuja roho ya mauti kutekeleza kile aliyosema Mwandindila. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa hiyo kinachokufanya uwe na hali hiyo na maisha ni maneno. Ni maneno, lakini kicho nyuma ya mateso hayo ni roho. Kazi ya roho hiyo imejificha nyuma ya maneno. Sema roho yote iliyojificha nyuma ya maneno niliyotamkiwa kwenye ulimwengu wa giza na watu wa giza. Wewe roho uliyesimama nyuma ya maneno, nyuma ya maneno, juu ya